Hawa anasema nafasi bora ni ya Diarra. Okay? Sawa sawa. Nafasi bora ni ya Diarra, anasema hivyo. Dakika ni 47 zimeondoka baada ya kugonga 1 kamili kwa saa za Afrika ya Mashariki. Na sasa tuangazie habari za michezo kwa asubuhi ya leo. David anasema Simba tupo, yupo Doumbia. Yupo Doumbia, anasema Osmane mtupu. Haya, sasa wanayanga mmesikia, Simba wanatamba na Doumbia bwana. Mtawaambia nini? Hata wenyewe wana vifaa. Wako vizuri. Haya, tugeukie sasa upande wa habari. Kiungo mshambuliaji wa Simba Alibase Gueye ameungana na timu hiyo akitokea mapumzikoni, huku kocha mkuu Steve Barker akisema bado anahitaji muda wa kumwangalia kabla ya kufanya maamuzi kuhusu utayari wake wa kucheza. Gueye alikuwa miongoni mwa wachezaji waliochelewa kuungana na kikosi kutokana na kuwa mapumzikoni baada ya kumaliza majukumu yake ya msimu uliopita, lakini tayari ameanza mazoezi na wenzake, huku benchi la ufundi likifuatilia kwa karibu maendeleo yake. Baka alisema mshambuliaji huyo bado hajafanya mazoezi ya kutosha, hivyo ataendelea kumfanyia tathmini katika kila kipindi cha mazoezi kabla ya kuamua kama yuko tayari kupewa nafasi ya kucheza. Nanuku amewasili tu hivi karibuni na hajafanya mazoezi mengi. Tutafuatilia namna alivyopitia mazoezi ya jana na kuona maendeleo yake katika mazoezi ya leo, kisha tutajua kama yuko tayari au la, alisema Baka. Kocha huyo raia wa Afrika Kusini alisema hana tabia ya kuwahukumu wachezaji kwa muda mfupi, akieleza kuwa kila aliyesajiliwa au aliyerudi kambini anatakiwa apewe nafasi ya kuzoea mfumo, falsafa na misingi ya uchezaji wa Simba kabla ya kutathminiwa. Ni muhimu kwangu kuona kila mchezaji anaingia vizuri kwenye mfumo wetu na wa uchezaji na kuelewa falsafa pamoja na kanuni tunazotaka kuzifuata. Hilo ndilo jambo tunaloendelea kulifanyia kazi kila siku. Steve Barker alisema ameridhishwa na namna wachezaji wapya walivyoanza kuendana na kikosi, lakini akasisitiza tathmini itaendelea katika kipindi chote cha maandalizi kwa sababu hawezi kufanya maamuzi kwa kuangalia mchezo mmoja au mazoezi machache. Siwezi kumhukumu mchezaji kwa mechi moja au mazoezi machache. Tunahitaji muda wa kuwaona wote, kuwapa nafasi na kutambua namna wanavyoweza kuitumikia timu, amesema Baka. Kurejea kwa Gueye kunazidi kuongeza ushindani kwenye safu ya ushambuliaji ya Simba, wakati timu hiyo ikiendelea kutumia michuano ya Kombe la Kagame kujenga kikosi kitakachoanza msimu mpya wa Ligi Kuu Bara, ambapo pazia lake watafungua kwa kucheza dhidi ya Yanga katika mchezo wa Ngao ya Jamii Agosti 12. Baka amekiri kikosi chake bado hakijafikia kiwango cha juu cha utayari kutokana na wachezaji wengi kurejea hivi karibuni kutokana na mapumziko, lakini akaeleza kila mchezo wa maandalizi unawapa nafasi ya kuboresha kiungo na kuongeza uelewano. Ni wazi bado hatujafikia utayari tunaotaka kwa sababu tumetoka mapumzikoni. Kila mchezo unatupa nafasi ya kukua, kuboresha kiwango na kuendelea kujenga timu, amesema Baka. Kocha huyo anaamini mashindano ya Kagame yatawasaidia kupata picha halisi ya uwezo wa kila mchezaji kabla ya kuanza kwa msimu mpya wa mashindano. Na tukigeukia upande wa tetesi pale Ulaya, Paris Saint-Germain hawana mpango wa kumsajili kiungo wa kati raia wa Uhispania Rodri, mshindi wa kombe la dunia kutoka Manchester City. Hata hivyo City wanajiandaa kwa ofa kutoka kwa miamba ya Uhispania Real Madrid kwa ajili ya mchezaji huyo mwenye umri wa miaka 30, lakini wana matumaini kwamba atasaini mkataba mpya. Leeds United wamejiandaa kukubali mkataba wa pauni milioni 40 ili kumsajili kipa wa Uingereza James Trafford mwenye umri wa miaka 23 kutoka Manchester City. Manchester United wameingia katika mazungumzo ili kumpeleka mshambuliaji wa Uholanzi Joshua Zirkzee mwenye umri wa miaka 25 kwa mkopo wa msimu mzima Juventus, katika makubaliano ambayo yanajumuisha chaguo la kumnunua kwa pauni milioni 30.
Paris Saint-Germain wanavutiwa na Zion Suzuki wa Parma, kipa wa Japan mwenye umri wa miaka 23 ambaye amehusishwa na Aston Villa na Juventus. Crystal Palace wamefikia makubaliano kuhusu masharti binafsi na beki wa kati wa Brest Mfaransa Raphael Le Guen mwenye umri wa miaka 19. Na hizi ni habari nilizokusogezea kwa asubuhi ya leo. Mabula anasema Yanga hatuna mpinzani, labda Azam ameomba tumkuze. Haya bwana Mabula. Davidi anasema waambie wananchi kwamba bado namba 6 yatupa Bongo, watajua wao sasa. Namba 6 ya hapa Bongo watajua wao. Haya, Davidi anasema jamani niwaambie wananchi bado namba 6 ya hapa Bongo. Okay, haya. Anasema Simba anasajili vijana, wengine wanasajili vibabu. Ila Davidi jamani. Simba wanasajili vijana, wengine wanasajili vibabu. Haya. Tuangalie sasa. Tuangalie majibu ya swali ambalo limeuliza nafasi muhimu uwanjani ni ipi? Kura zilizopigwa ni kura 16. Waliosema nafasi muhimu uwanjani ni goalkeeper ni asilimia 49. Waliosema midfielder ni asilimia 19. Waliosema ni striker ni asilimia 19 vile vile, na waliosema defender ni asilimia 13. Kwa hiyo wengi wamesema nafasi muhimu uwanjani ni goalkeeper. Haya, nikushukuru sana kwa wewe ambaye tumekuwa pamoja tangu pale nilipoanza kipindi hiki hadi muda huu hapa. Nimekusogezea habari zilizopewa uzito kwenye magazeti ya siku ya leo, na hapa nimetoka kukusogezea habari kwa asubuhi ya leo. Nikukumbushe tu, endelea kuifuatilia Imba Nasi Radio. 2:30 tutajiunga na RFI kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. 3 kamili itakuwa ni kipindi cha michezo. 5 kamili nitarejea hapa kwenye kipindi cha mambo leo, na 7 kamili tutajiunga na DW Swahili kwa ajili ya kupata habari na makala mbalimbali. Nukuu ya leo inasema kila siku ni nafasi mpya ya kubadilisha maisha yako. Right, Mabula anasema goalkeeper. Asante. Evalina anasema Simba mwaka huu hatari, mpinzani hakuna. Okay, kila mmoja anatamba na timu yake, lakini muda utaamua. Muda wote huu ulikuwa na milango, jina ni Salome Mlai. Nakupenda sana, nikutakie asubuhi njema, siku njema yenye baraka na mafanikio tele. Aya, David Kaniwai hapa amesema dada niage sasa. Haya, asante sana David. Nakupenda sana. Kwaheri kwa sasa. Bye bye.